Familia ya Joy Kanini, mwanamke mwenye umri wa miaka 25 ambaye aliuawa kikatili kwa madai ya kushambuliwa na mpenzi wake, inaendelea kuomboleza huku ikitaka haki itendeke. She was decapitated from the head, the arms, as well as the lower limbs. Currently, as we speak, the lower limbs were able to be traced, and the missing parts of the body is the head, the neck, as well as the arm. Wanafamilia na marafiki wa marehemu wamesema walipokea habari za kushtua kuhusu kifo chake, wakieleza kuwa Joy alikuwa kijana mwenye matumaini makubwa ya maisha na aliyependwa na wengi. Familia hiyo sasa inazitaka mamlaka za usalama kufanya uchunguzi wa kina kuhusu mazingira yaliyopelekea kifo chake na kuhakikisha yeyote atakayepatikana na hatia anachukuliwa hatua za kisheria. Huyu kijana alikuwa na simu ya Joy na ilikuwa na haikuwa na SIM card. Alisema ati Joy alitoa akaenda nazo. Kisa hicho kimeibua mjadala mpana kuhusu ongezeko la visa vya mauaji vinavyohusishwa na migogoro ya kimapenzi nchini. Alianza kusema mama ananiita, mama ananisubua, kwa nini nafanya nini hapa? Kazi yangu nimemaliza. Nikamwambia, you know, we have to get to this. Joy is my daughter. Lazima kwanza tusettle na police. Be patient. Finally alipotoka huyo alimfuata na mimi nikamfuata nyuma. Akitoka alikuta alikimbia akaenda. Wanaharakati wa haki za wanawake wameendelea kutoa wito kwa serikali na jamii kuimarisha juhudi za kukabiliana na ukatili wa kijinsia. They need to arrest that person kwa sababu tunataka haki kama jamii. It's a very sad thing kuona mtoto wetu akiwa amefanywa namna hiyo. Serikali ina uwezo. Hatutajaribika saa hizi kwa yale ambao tumefanyiwa. Huyo kijana angekuwa ameshikwa. Number 1, alikuwa kwa police station akatoka. Ya pili, hata saa hizi anaapia kwa hata mitadaoni. The primary scene of crime, which is the deceased house, is yet to be visited by the scenes of crime personnel. Tungependa kuomba vitengo ya sheria ichukue hatua vizuri na ichukue jukumu kwa haraka kuliko vile tunaona, kwa sababu hatujui nani mwingine atakuwa kesho. Si mtu mmoja tu anahusika. Wakati huo huo, uchunguzi wa polisi unaendelea, huku familia ikisubiri majibu yatakayosaidia kueleza kilichotokea na kuleta haki kwa marehemu Joy Kanini.